Safi kabisa mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuahidi hapo awali kwamba tunarejea na mjadala komavu hapa studioni pamoja na maonyesho kemkem kuhusiana na umuhimu wa mazoezi ya viungo, na tayari mgeni ameshafika hapa studioni ambaye anafahamika kama Moses Katasi ambaye ni mtaalam wa mazoezi ya viungo, na ambapo atakuwa anatufahamisha mengi zaidi kwa nini kuna umuhimu ama ni kwa sababu gani mtu anafaa kufanya mazoezi ya viungo. Na siku ya leo tutakuwa tunaangazia mgongo hasa upande wa nyuma na baadhi ya mifupa ambayo inapatikana upande wa nyuma kwenye mgongo wa binadamu. Karibu sana Moses Katasi kwenye studio za TV47. Shukrani sana. Naam, tukianza kwanza kabisa, hili ni swala ambalo limekuwa likiwaathiri watu wengi, na tumeona pia siku za hivi majuzi kuna vijana ambao wanaathirika na mgongo hasa spinal health issues, na imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wazee. Sijui ilikuwa ni ukosefu wa mafunzo ama ni kutojua, ama tatizo hukuwa wapi hasa, kabla sijaanza kuuliza maswali? Naam, hili ni jambo ambalo linaathiri watu wengi sana duniani. Awe mtu wa miaka ya kadri, awe mtu mzee, inasumbua sana mgongo. Na tukienda katika statistics ama zile nambari katika dunia mzima, inaonekana kwamba 60% hadi 80% ya watu wengi duniani watapata kuumwa na mgongo. Alafu 84% ambayo ni asilimia kubwa sana inaathiri vijana. Then ukiendelea kuangalia pia sana, unapata kwamba kuna ile kadri ya mgongo kuuma ambayo tunaita kwa kimombo acute, ama ile mgongo ambayo inauma mara ya kwanza kwa wiki moja, subacute wiki 6 kuendelea. So ile ambayo inasumbua sana yenye mtu anakaa nayo kwa muda wa mwaka mmoja ambayo ni chronic ni 23%. So ukiangalia hizo asilimia zote inaonyesha kwamba ni swala ambalo linatatiza watu sana. Na pia inaambatana na watu kutojua ama kupuuza umuhimu wa mgongo. Nafahamu kwamba utakuwa unatuelezea mengi zaidi kuhusiana na baadhi ya vifaa hivi ambavyo umekuja navyo hapa studioni, na pia unaruhusiwa pia kutumia lugha ya Kiingereza wakati ambapo utakuwa unajaribu kuelezea yule mtazamaji. Na swali langu ni, je, ni sahihi kusema kwamba hali mbovu ya mgongo kutokuwa vizuri husababisha maumivu ya mgongo, shingo na ulemavu kwa mwili wa binadamu? Na pia nimeona pia huenda ikasababisha stress. Naam. Kwa ukweli kabisa mgongo unaweza sababisha ile kutoweza kufanya kazi. Inaweza pia kusababisha disability, kutoweza kufanya vitu jinsi ulivyoweza kufanya hivyo awali, na pia inafanya mtu asiweze kufanya vitu mingi. Na kuna connection ama uambatanaji wa mgongo kuuma na shingo na magoti na pia mguu pia. So tutaangalia hayo yote vile ina connect, na pia hata pelvis ambacho ni kiungo kiko katikati kinashikilia mgongo na miguu. So hivi vyote vinaambatana pamoja. Tunapotaja kwamba hali mbovu ya afya ya mgongo, tunamaanisha nini hasa? Ni mgongo kuwa kwamba mfupa wa mgongo una matatizo ama ni kuumwa tu? Ni mgongo una tatizo ambapo sasa inauma. Mgongo kuwa na tatizo inamaanisha kwamba mgongo uko na vitu ndani ambavyo vikitatizika kunakuwa na uchungu na unaanza kuuma. So ili tatizo la mgongo linaweza kuwa kama mtu kutokaa vizuri, ambayo inaleta stress ama tension kwa muscles, zile nyama ambazo zinashikilia mgongo. Tukiangalia mgongo haswa tunapata kwamba kuna mifupa, kuna zile muscles, tunapata kuna nerves ndani, na tunapata pia kuna kitu inaitwa ligaments ambazo zinashikilia mgongo. So tukiangalia ile health ya mgongo, vitu ambavyo vinaweza fanya mtu aumwe na mgongo inaambatana na hizi vitu zote. Utasikia watu wengi wanasema kwamba wanasikia mguu na ganda. Wanasikia uchungu wakisimama, wanasikia uchungu wakitembea, wanasikia uchungu wakilala,
wanasikia uchungu wakifanya kitu chochote kwa mgongo. So tukiangalia kwa undani tunapata kwamba hizi ni vitu ambavyo vinatatizika, ambavyo vinafanya wanaumwa na mgongo. Nimeona kuna matatizo kadha wa kadha ambayo hutokea wakati ambapo mtu ana afya mbaya ya mgongo, kama disc bulge na vitu kama hiyo. Unapozungumzia disc bulge, labda kwa kumwonyesha mtazamaji tu, nimeona umekuja na vifaa mbalimbali. Sijui kama unaweza muonesha yule mtazamaji ambaye anafuatilia pale, ni sehemu zipi ambazo huwa zinaathirika hasa wakati ambapo mtu anakumbwa na hali mbaya ya mgongo? Naam. Disc bulge kwa mgongo ni kitu ambacho ni kama cushion, ambacho kuna mfupa, alafu kuna hiyo cushion ambayo ni disc bulge, alafu kuna mfupa kwingine. Kando yake kuna nerves ambazo zinapita. Sijui kama naweza kuonesha hapa. Naam. Sasa tukiangalia hapa tuna mifupa. Huu ni mfupa ambao unashikilia kiungo kwa mgongo, ambacho sasa spine yenyewe inaanzia hapo ikipanda juu. Kwa huu mfupa huu wa kwanza, katikati yake kuna hiki chombo hapa ambacho ni cushion. Okay? Kiko katikati. Ukiangalia vizuri unakiona upande wa huu hapa. Na kwa kila mfupa baada ya mwingine kuna hiyo disc. Okay? Sasa hii disc inaweza finywa kulingana aidha na mwili kuwa mzito sana, ama mtu ameinama kuinua kitu kizito alafu akatekuka mgongo. Mara mingi hiyo ndio inakuwa inafanyika. Ikishafanya hivyo huwa inasonga alafu inafinya. Hapo wakati ambapo umetaja mtu kwamba anainua kitu mzito, alafu anaathirika, anafanya kuumwa, unamaanisha kwamba watu wa gym hawafai kubeba gym? La sivyo. Naweza sema ndio na pia la. Nitaifafanua zaidi. Ukiinua kitu kuna namna ambavyo unafaa uinue, ambayo tunasema ni mechanics. Alafu pia kuna kiwango cha uzito wa kile kitu ambacho unainua. Kwa mfano mtu akiwa kwa gym, tunaenda na ile progression ya weight. Mimi nikienda gym sitainua kilo 100 kwa sasa. So kuna ile progression ya weight. Alafu cha pili, jinsi nainama kuinua kile kidude. Itafafanua vipi kama nitaadhiri mgongo wangu ama hapana. Watu wengi pia wanapata maumivu wakiwa kwa gym wakiinua zile chuma. So naweza sema ni kwamba kadri ya uzito, jinsi ambavyo unainua kile chombo, alafu pia na vile mwili wako uko, vile muscles zako ziko na nguvu kiasi vipi. So hayo ndo mambo ambayo yanachangia. Tunasema ndio watainua, lakini wakiinua vibaya pia wanaweza pata shida ya mgongo. Tukiendelea unaangalia kwamba kuna hii yellow, hii ni nerve. Okay? Na kando inapita kando, alafu kuna hiyo disc. So hii disc huwa inafinywa sana sana. Na ikifinywa iko na levels ambayo zile nerves zinaenda kwa mguu chini. So ikifinywa mtu anapata uchungu, unateremka kuanzia kwa mgongo hadi kwa hip, hadi kwa magoti mpaka kwa miguu chini. Za zingine uchungu unaweza ishia tu kwa mgongo kwenyewe, ama uteremke kwa magoti, ama upite kabisa. Lakini ukiangalia kwa undani sana, tukifafanua, disc ni kile jina tu ambayo inatumiwa sana sana. Mara mingi shida ya mgongo inafanyika na mambo mengi sana. Either kuna degenerative changes ambayo tunaita arthritis, ama tunapata kwamba hii disc imefinya nerve ama imefinya spinal cord yenyewe, ambayo sasa inaleta ile adhari ambayo inaleta kwa mgongo. Sana sana pia haiwezi kuwa ni disc peke yake. Inaweza kuwa ni vile, for example, kama wewe umeketi ama vile mimi nimeketi, jinsi muscles zinavuta sana kwa mgongo inaweza leta kushikamana kwa nyama ambazo sasa zinaweza kuvuta, ina uwezo wa kuvuta joint karibu sana na yake pressure kwa hiyo nerve na mtu akue na uchungu kwa mguu. Na hapo tumeona ni low back and leg pain. Yes. Kumaanisha leg pain ni upande wa chini sasa. Yeah, leg pain sasa ni mguu sasa. Sasa tukiangalia sasa hapa hii ni mgongo. Kuanzia hadi hapa hadi hapa.
Alafu hii ile tunaita pelvis, ile mahali ambapo unaketia. Kuanzia hapo kurudi chini sasa ni mguu ambao ni hapa hivi sasa. Ukiangalia hizi picha, maanisha kwamba mtu anapokuwa mgonjwa katika mgongo, katika spinal cord, hiyo mfupa ya mgongo, anaweza akaathirika pia wakati ambapo anaketi chini. Naam. Naam. Kwa kusikia uchungu tu. Yes. Anaweza athirika kwa sababu kuna muscles ambazo zinashika mgongo, ambazo zinashika kwa pelvis hapa na pia zinaambatana na mgongo. So ukiwa na uchungu kwa mgongo, kuna mambo ambayo yanafanyika. Kuna muscles ambazo zinakuwa weak, ambazo hazina nguvu kwa sababu ya uchungu. Uchungu unaweza kufanya ukose kufanya kitu. Kwa sababu ya wewe kosa kufanya kitu, zile muscles zinakosa nguvu. Na sana sana zinaambatana na muscles za mguu zikiendelea. So hapo inaendelea kuteremka hivyo mpaka chini kwa mguu. Naam. Unaweza katuelezea, lakini upande wa mikono haiwezi kaathirika? Inawezekana. Inawezekana. Kwa mfano, ukiwa na mgongo unauma mahali hapa, una shida ya disc, okay? Nerve imefinywa, unasikia uchungu. Ita affect vile wewe mwenyewe unatembea, kama unatembea hivyo, ukisonga hivyo. Na tukiangalia vizuri, ukiangalia mtu akitembea akiwa na huo uchungu, unaona huu mkono unabaki nyuma, okay? Sasa akianza kutembea, anabakisha mguu mmoja nyuma, mkono mwingine umebaki nyuma. Na ile jinsi mtu anafaa kutembea ni namna hiyo. Sasa inamaanisha kwamba nyama za hapa na mgongo, naam, hapa ni chungu, hataki kupeleka mguu mbele, mwingine ukifuata. Zikiwa chungu, pia mguu nao hautaki kuvuta sana, kwa sababu ukivuta, unavuta mgongo, anasikia uchungu. Naam, so akienda hivyo, hataki kuenda sana, anakanyaga kidogo. Hapa inakuwa tight, hii nyama pia na inashika. Hataki kupeleka huu mkono sana. Babu akipeleka huu mkono sana, itabidi amenyosha huu mguu sana. Sasa anaenda kidogo. Sasa hiyo muscle zote zinaambatana, zinafika paka kwa mkono hapa. So akiendelea kuathirika na mgongo kwa muda wa baada ya wiki 12, uchungu unazidi, alafu anapoteza ile uzoefu ule wa kawaida wa mkono kusonga. Na hiyo inafanya pia muscle inashikana, kwa sababu sasa ametembea kwa muda sana, hajanyosha huo mkono. Alafu anakuja anakuwa na mgongo unauma, anasikia bega linauma kutoka upande wa chini hapa. Ndio inakuja hadi hapa kwa shingo. Alafu ikiendelea sana, ikizidi, kwa sababu huu mkono nao hausongi, anapotembea, anatembea hivyo kidogo, hapa tayari imeinuka juu. Ikishainuka juu, unapata kuna nyama za hapa zimeshika. Asipotibiwa, asipoangaliwa mapema, inaendelea kushika shingo. Ikizidi, inaweza leta kichwa kuuma. So unapata kwamba ina affect ile mwili wote mzima, alafu inasumbua sana. Naam. Na pia naelewa kwamba kuna mgeni ambaye ulikuwa umekuja naye, ambaye ulikuwa unafaa labda kumtumia, kumfafanulia yule mtazamaji kwa kina zaidi aweze kuelewa. Anaweza akaingia tu, sijui kwa upande gani. Naam. Naam. So tunapoangalia mgongo, nikirudi nyuma kidogo, tukiangalia mgongo, mara mingi tunaangalia sana mambo ya disc bulge. Jinsi umeelezea ukasema maybe ni disc bulge na nini. Hiyo ni sawa. Mambo ambayo yanaweza fanya mgongo kuuma ni hiyo disc bulge, ile nerve kufinywa, napata uchungu. Inaweza kuwa kwa sababu ya miaka imeenda, kuna ile arthritis. Inaweza kuwa maybe mtu ameanguka, amegonga, disc imesonga, ni sawa. Ama pia muscle imevuta. Hizo ni sababu nyingi ambazo watu wengi wameambiwa kwamba ndizo zinasababisha mgongo. Kando na hiyo, kuna chombo hiki ambacho tunaita pelvis. Okay? Hiki ndicho chombo muhimu. Kama mtu anataka kuanza kujenga, tunaweza sema ni kama ile mwanzo wa kuanza kujenga.
hichi chombo kikitolewa, kwa mfano yeye akiwa hivi, tukitoa hiki chombo tutabaki ni kama vile mtu alikuwa anachora mtoto akiwa mdogo, kichwa laini, mkono hivyo, alafu miguu inaenda hivyo chini. So unaweza imagine huyu mtu hawezi kuwa na flexibility sana. Hii ndio inaamua sana jinsi afya ya mgongo inaweza kuwa. Kiuno. Naam. Hiyo si ni kiuno ama ni? Yes, ni kiuno hapa. Hiki ni kiuno hapa. Hiki ndicho kinaamua vile mgongo wako uko. Sana sana tunasema ni disc, tunasema hayo mambo yote ambayo tumetaja. Lakini kwa sababu ya research ama evidence ambayo imefanywa saa hizi, tunapata kwamba hiki ndicho kinaamua ni afya yako ya mgongo iko vipi. Kwa mfano, vile tumeelezea vile nilitembea. Wakati nilikuwa naumwa na mgongo, niko na disc. Nikitembea navuta mguu mmoja, mwingine unaenda. Hiyo inamaanisha ukiangalia hichi chombo, hii upande haisongi, inaenda kwa upande moja. Hivyo. Lakini kutembea inafaa utembee kikisonga namna hiyo. Na so kwake, kwa mfano, akituonesha tu njia ama namna ambavyo watu wakitembea tunajua kwamba wako na shida ya mgongo, na ni kwa sababu ya hii. Anaweza tembea alafu tuangalie. So anapotembea unapata, rudi nyuma kidogo. Anapotembea, twende tena. So huu upande umesimama, hiki hakisongi. Okay? Haya, tembea sasa kawaida sasa. Unaona kuna tofauti? Kuna tofauti. Hii inaweza kuwa ni kitu ambacho kilianza awali kabla mtu awe na disc bulge. Kwa mfano, ukiwa umekalia wallet ya simu. Naam. Shikilia hapo, kuna mtazamaji ambaye angependa kuuliza swali hapa, anafuatilia kipindi, anafahamika kama Shosho wa Vihiga. Shosho wa Vihiga, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, swali lako ni gani na ungependa kuchangia namna gani mjadala huu? Halo? Halo, habari mtangazaji wangu? Salama kabisa, unatupata mubashara? Mimi yule tu Shosho wa Vihiga kawaida. Naam, swali lako ni gani? Swali langu nauliza hao daktari, ile magonjwa wameeleza yote iko kwa mimi, imenishinda hata nakaanga tu kwa kiti namna hii. Mgongo inauma, mabega, mishipa ya kichwa, hii moyo inauma, miguu inafura, kutembea ni ngumu sana. Mgongo hiyo siwezi kutembea. Ninaweza wapataje hao madaktari wanitibu? Asante. Na kukimbia hata siwezi, kutembea siwezi, kuinama ni tabu tupu. Asante. Naam, asante sana. Daktari, umempata vizuri? Na unaweza nielezea kidogo, sijampata kwa vizuri zaidi. Amesema kwamba ana matatizo ya mgongo, kama nimempata vizuri, na pia ana maumivu. Naam. Tatizo la mgongo, vile umeelezea kwamba ni shosho, inamaanisha kwamba kuna uchungu ambao umekuwa ukiendelea kwa muda. Sana sana tukiangalia miaka, tunasema kwamba kuna tofauti kati yake na mimi. Naam. Na tukiangalia pia maisha vile amekuwa akiishi, kuna mambo mengi ambayo amefanya. Muscles zimekuwa zikishikana sana, amekuwa akifanya kazi kwa muda, na maybe akiwa katika hiyo harakati hajawahi angaliwa mgongo kama iko na shida. So ile yote mbili kwa maisha ambayo amefanya, aliumia awali, hakuzingatia ama haikuangaliwa ile wakati, ama iliangaliwa lakini haikuangaliwa vizuri. Ameishi miaka kadhaa. Saa hizi sasa kuna ile old age ama tunasema arthritis. Sasa ukisikiza vile anasema kwamba uchungu unauma mgongo, shingo, na hivyo ikiendelea, ni hayo mambo ambayo
kuwa yote kwa pamoja, ambayo sasa akifanyiwa assessment tuangalie kama amefanyiwa picha ni sawa, tutaangalia kama kuna hiyo mambo ya arthritis itaangaliwa, lakini sana sana ni mambo na function ama vile joints zinafanya kazi, vile muscles ziko ngumu sana ama kwa sababu ziko ngumu sana, kuna zingine ambazo ziko weak sana, ambazo hizo vitu zote zikiangaliwa anaweza pata nafuu. Kumaanisha wakati ambapo inaanza kuuma ama mtu anahisi kwamba ana maumivu, anafaa kutafuta mtaalamu wa mazoezi ama atafute daktari? Naam, kwa sasa ukiumwa na mgongo unaweza tafuta mtaalamu wa mazoezi ambayo si mtu ambaye anakufanyia mazoezi, tunaita physiotherapy. Ama unaweza kumuona daktari. Lakini mara mingi kwa jamii yetu tunapata kwamba watu wanaenda kumuona daktari kwanza ndo amtume kwenda kuona physiotherapy. Na sana sana katika hiyo harakati mtu atapimwa, aende afanyiwe picha, alafu baada ya hapo apewe madawa. Kwa mfano, madawa yasipomsaidia ndio atumwe physiotherapy, ambayo ni ile strategy ama ni ile procedure ya triage ambayo tunatumia kutibu mtu. Lakini njia halisi, mtu akiwa anaumwa na mgongo, akiwa na shida yoyote ya muscle ama joint, ni vizuri aende mara moja kwa mtu ambaye anaitwa physiotherapist, ambayo amehitimu kama daktari tu bado. Ataangalia ajue hii shida inatokana kwa mgongo kwa sababu ya nerve, inatokana kwa sababu ya joint, inatokana kwa sababu ya hii. Alafu pia ataweza kufafanua iwapo kama hili jambo haliwezi tatuliwa na physiotherapy, atafanya kitu ambayo inaitwa referral. Naam. So kuna hiyo mbili, inategemea mahali mara ya kwanza umepatikana. Kama umepatikana hospitalini, sawa, utafanyiwa hivyo, lakini kama haujatumwa uende ufanye physiotherapy, inamaanisha inabidi uende ufanye. Ukianza upande wa physiotherapy itakuwa umepunguza ile tunaita turnaround time. Naam, turnaround time ni ile muda ambao umepoteza, ambao bado unaendelea kuumia na haupati nafuu. Lakini ukianzia upande huu tunaweza solve hii uchungu iishe, lakini kama si yetu hata pia tumekupunguzia ile kuchelewa kwako, alafu unaenda kwa daktari, daktari anaangalia anasema physiotherapy haijafanya kazi, hii na hii inaweza kuwa shida, inakuwa rahisi. Kuna mtu mmoja ambaye anauliza swali hapa, na anauliza swali ni kwa nini mara nyingi tunapomwona mlevi amelewa, wakati mwingi joints hapa chini inakosa kuwa strong. Naam, huo ni mfano mzuri. Mtu akiwa amelewa kuna ile disruption ya coordination na balance. Kumbuka ukinywa pombe tayari inaingia kwa ile brain ama central nervous system. So kitu cha kwanza imeaffect balance na coordination. Naam. Hatuwezi sema kwa uhakika kwamba amekosa kupata nguvu kwa joint kwa sababu joint zake ziko na shida. Okay? Lakini pia pombe ina athari zake kwenye muscle na kwenye joint. Kwa mfano sahizi tukiangalia zile nambari ambazo zinaonyeshwa kwamba vijana wanatumia pombe kwa muda mrefu ama wanaitumia zaidi, inamaanisha kwamba inaongeza ile asilimia 84 ya watu kuumwa na mgongo. Nataka nifafanue hivi. Ukinywa pombe inazuia process ya kitu tunaita lactic acid kwa mwili. Kuna kemikali ambayo inaingia ndani ya mwili, pombe inapokuwa metabolized haitoki vile inafaa. Alafu lactic acid ni kama ukishafanya mazoezi, kuna ule uchungu mtu anasikia. Hiyo tunasema ni lactic acid imeform. So ukinywa pombe kuna zile chemicals ama zile breakdown za pombe zinazuia mwili wako kumaliza cycle tunaita citric acid cycle, ambapo lactic acid ina accumulate mingi kwa mwili. Kisha accumulate mingi kwa mwili inafanya muscle inakosa kucontract vizuri. Muscle inaanza kuwa ngumu.
Okay? Ukishika mtu unaona muscle yake ni kama mawe. Okay? So ikifanya hivyo inaleta kitu tunaita alcoholic myopathy ambayo pia inaleta pia weakness. So naweza sema kwamba haiambatani sana na mtu kuwa na hivyo, lakini inaleta hayo madhara. Inaleta kitu inaitwa gout arthritis ambayo inaleta shida ya joint. Na huyu mtu akiendelea kunywa pombe sana, asipofanya mazoezi, jinsi tumesema hiyo alcohol inafanya kwamba mtu anakuwa na weakness. So pia tunaweza sema, hatuwezi sema kwa makini sana kwamba ni pombe imefanya amekosa nguvu, lakini ukiangalia kwa muda upi huyu mtu amekuwa akiutumia hii pombe, imeaffect system yake kwa kiasi fulani, imefanya muscles zake zimekuwa weak, ambapo sasa ana hiyo condition ambayo tunaita alcoholic myopathy. Tunaweza sema sasa hii ni shida ambayo imeanzia hapo, muscle imekuwa weak, sasa inabidi afanye matibabu ya hiyo condition ya gout ama hiyo lactic acid, alafu sasa anaingia physiotherapy mara hiyo. Sasa sawa, unaweza ukaendelea kutuelezea kuhusiana na kile? Naam. Sasa hiki kidude hiki ni pelvis. Okay? Na aim yangu ilikuwa kuelezea watazamaji kwamba ukiwa na shida ya disc, ukiwa na mgongo kuuma, sana sana tunafanya imaging, tunafanya x-ray, tunafanya MRI. Hizo picha zitachukua jinsi mgongo wako unaonekana. Kama kuna hiyo arthritis itaonesha. Kama kuna nerve imefinywa itaonesha. Kama mgongo wako umekavu sana itaonesha. Kama kuna shida na muscle iko tight itaonesha. Lakini kitu cha muhimu ni jinsi mtu anatembea. Sisi ukija kwetu kama physiotherapist, tunapoangalia vile unatembea, tunaanza kujua, okay, huyu mtu anatembea mgongo hauzunguki vile inafaa. Huyu mtu akitembea hana nguvu ya kutosha kwa muscles. Huyu mtu akitembea maybe nerves zake hazina uwezo wa kustahimili awe na uzito mzuri. Sasa sana sana hiki chombo kikiharibika ama kikiumia, sana sana kama ni mama ameshapata mtoto, kuna changes ambazo zinafanyika, kuna muscles ambazo zinakuwa weak, na hao sana sana unapata kwamba wakishajifungua hapa mbele inafunguka kidogo. Okay? Akianza kufanya kazi za nyumba ama amesharudi, kama hakupewa ile tunaita physiotherapy baada ya kuzalisha mtoto, anaanza kuwa na weakness kwa muscles za mbele, ambapo sasa hiyo ikifanyika, ukiwa na weakness ya muscles za mbele, unapata kuna change ya curvature. Okay? Unapata huku kuna tumbo kwa mfano, huku inainuka juu, huku muscles za nyuma zinakuwa tight sana. Kuna muscle na hapa ndani inaitwa psoas inashika. So inashikilia na ndani kabisa. Inashikilia na ndani kabisa. Na kumbuka hizi ni vitu ambazo mtu akifanya kwa x-ray haitaweza kuonesha. Okay? Na hiyo ikifanyika kuna tilts. Hiki chombo kinasonga. Kuna movement ambayo zinafanyika ambapo ukitembea. Kumaanisha ikisonga mbele inaonekana hivyo. Hiyo iko na madhara yake kwa mgongo. Ikifanya hivyo tayari kuna compression kwa mgongo ambayo inaleta disc bulge. Tena inaweza kuwa flat kabisa. So kumaanisha imerudi nyuma. So mtu yuko hivyo. Hivyo tena iko na madhara yake. Muscle imekuwa tight, inashika sana. Ile kuzunguka ile tunaita range of motion inapungua. Iko na madhara yake. Ya tatu, kwa sababu hizi mbili ndizo zimetumika sana kuelezea athari za mgongo. Ya tatu ambayo ni muhimu, kuna ile tunaita rotation, ambayo watu wengi sana hawajaijua, kwa sababu ukienda upande wa physiotherapy kuna wale wanaitwa orthopedic manual physiotherapist ambao wamesomea jinsi haya mambo yanafanyika. Rotation inamaanisha kwamba mtu akiwa amelala, unaweza kuona kwamba hiki kidude kimeinuka kiasi fulani. Okay? Na signs ambazo mtu unaweza kujua kwamba mtu ana shida ya pelvis ambayo inaweza leta haya madhara yote.
Kitu cha kwanza tunaona kwamba mguu wake unaweza kuwa mfupi. Okay? Kitu cha pili, anapata uchungu akiketi, akisimama na akitembea. Kitu cha tatu, mguu kuwa fupi ni kumaanisha kwamba sehemu moja imepanda juu, ingine inateremka. Naam. Sehemu moja imepanda, sehemu ingine imeshuka kwa upande mwingine. Na tukiangalia hayo ni mambo ambayo tunafanya assessment na tunaangalia kama mtu ako nayo. Lakini ukifanya picha hautaweza kupata. Unless physiotherapist aangalie na apime vizuri. Ukishafanyiwa hiyo x-ray, ataangalia upande wa hapa na hapa. Aweke kama rula, angalie kama imeinama. Alafu aweze kufanya assessment yake, kwa sababu hiyo peke yake inafanya muscles zinavuta. Sasa hata ukitibiwa mgongo kwa sababu ya disc ni sawa, utatibu mgongo lakini uchungu utaisha kwa muda kidogo, alafu tena utarejea. Kwa sababu ya hiyo challenge ya mechanics, ama kwa sababu ya hiyo rotation, ama kwa sababu ya hiyo pelvis imeinama mbele ama imeinuka nyuma. So ukitaka kufafanua kama mtu uchungu wake umetokana na disc tu peke yake, kumaanisha akitibiwa uchungu unaisha lakini tena unarudi. Lakini sikatai kwamba disc inaweza fanya mtu awe na umwe na mgongo, akitibiwa itaisha. Okay? So kuna hiyo tofauti. So watu wengi sana wanaumia kwa sababu imeangaliwa tu kama symptom, lakini kwa undani sana hawajaangalia vile mambo ambayo yanafanyika kwa hiki kidude. Naam. Na pia nimeona kuna cervical pain na tension headaches. Yes. Hiyo hasa ni kuumwa na kichwa ama tension headache ni wapi hasa? Kuumwa na kichwa iko na mambo mingi sana. Na tukiangalia katika masomo tunapata kwamba kuna karibu causes 300 za kichwa kuuma. So kuna divisions za kichwa kuuma. Kuna ile tunaitwa migraine. Migraine ni ile kichwa kinauma sana sana sana. Ambapo ni kama kiasi ile ya kama mtu amepata accident. Hiyo ni tofauti jinsi kichwa kinauma. Then kuna kichwa kuuma ile ya kawaida. Mtu ana ugonjwa kwa sababu anaugua ya hii na hii, hiyo ni tofauti. Sasa ya tatu yenye tunaongelea inaitwa tension headache. Tension headache jinsi imeelezewa tu ni tension. Lakini mtu akija kwetu atasema kwamba anaumwa na kichwa. Sasa itakuwa kwa physiotherapist aweze kutambua jinsi nilivyokuelezea hii imetokana na wapi. Kama ni tension headache, inamaanisha kwamba kuna tension. Tension inamaanisha kuna muscles ambazo ni tight, ambazo zinavuta kwa shingo. Na ukiangalia kwa shingo vizuri, shingo ni hii hapa. Kuna hizi mifupa hapa. Hizi mifupa kuna muscles zinashika kutoka kuanzia juu hadi hapa na zinapitana. Ukiangalia unapata kwamba kutoka hapa nyuma kiteremka kuna nerve ndogo, hizo zinaingia pale. Okay? Na kuna muscle juu yake. Hizo muscles zikishika zikivuta sana, inaleta hiyo tunaita tension headache. So ni kwa minajili ya daktari, physiotherapist mwenye atakutana na mgonjwa mara ya kwanza aweze kuassess kama ni migraine ama ni hii. Na sana sana hii mambo yote inatokana kwa sababu ya shingo. Tukiongelea tension headache, mtu anaumwa na shingo na headache yake akisema, anasema kwamba anaumwa na kichwa lakini naona inatokea kwa shingo. Kwa shingo. Naam. Na ni kwa sababu ya muscles ambazo zinashikana kwa shingo. Na kama kwa mfano vile nilikuwa naelezea, nikitembea mgongo unauma, inapanda hapa kwa hip, inakuja shoulder, inashika, inavuta. Sasa inaingiana namna hiyo. Naam. Nitakuwa nauliza swali lingine hasa kuhusiana na cervical pain, lakini kwa sasa wacha tuvuke hadi katika kaunti ya Turkana ambapo tutakuwa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Kitio Mika ambaye anatangamana na wananchi katika kaunti hiyo. Hatujuze kwa kina zaidi. Kitio, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wakazi wa maeneo hayo wana swali gani kuhusiana na mjadala ambao unaendelea hapa studioni?
Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka eneo hili ama hapa mjini Lodwar, eneo ambalo watu hufanya mazoezi, na tuko eneo hili ambalo ni Tuck Rock, mahali ambapo vijana, wanaume, akina mama na watu mbalimbali, tabaka mbalimbali wameweza kufika eneo hili kuweza kufanya mazoezi ili miili yao ikaweze kuwa dhabiti. Na moja kwa moja tutakuwa tunazungumza na yule ambaye yuko mahali hapa kuweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na swala. Pengine karibia hapa hivi ndugu yangu, tuanze kwa majina binafsi, na wewe ni yule ambaye unaongoza shughuli hapa ndani. Je, hapa ni wapi na nini inafanywa hapa? Hapa ni kwa majina ni Brian Desta Olo, coach wa Turkana County Fitness Club. This is Turkana Fitness Club na tunapatikana Turkana County Lodwar. Huwa tunafanya fitness services kama vile tuko na aerobics program, mass lifting program, na bado tuko na zile what we call outdoors activities kama hiking, vikaa hizo. Shughuli zetu hapa hivi ndani sana ni inahusiana na health. Wazipata mambo ya pressure, high blood pressure, tunashughulika nayo hapa hivi. Mambo ya weight imbalance unaipata pale hivi. Mass imbalance unaibalance hapa hivi. Unapata kama history za kuumwa na mgongo, kuumwa na lower back pain, kuumwa na back pain, huwa tuna release hapa hivi. So tunashughulika na vitu za health sana. Tuna mind about fitness. Pengine Kenya ama Kenya nzima kuna baadhi ya watu wanafanya kazi mbalimbali na ukaa sana kwa ofisi. Je, unaona kwamba hii huchangia maumivu pengine ya viungo vya mwili? Inachangia kwa sababu kuna zile what we call lifestyle diseases, unapata hiyo lifestyle disease inachangia kwa sababu unakaa kwa sana, unapata lower body haiko active, ni upper body peke yake. Unapata lower body inakuwa weak than upper body. So ni mzuri ukitoka kazi ofisini unakuja zoezi in that your lower body you active same ratio as upper body. So you need to balance your activities. Ukifanya activities za upper body sana, realize that uko na lower body, whereby misuli za chini zisipokuwa active huwa zina reduce, zinakuwa ndogo na zinakuwa weak. In that ukitoka ofisi pale, make sure umekuja kwa treadmill, hujatembea kwa sana, umetumia gari, vitu kama hiyo. Pressure iko pale, diabetes iko pale, na mwili utakuwa mzito kwa sababu ya kukaa sana. Hiyo ni lifestyle diseases kama diabetes, vitu kama pressure, hiyo ni blockage of veins due to reluctant. Na nini huchangia sana pengine, ama ni akina nani huadhirika pakubwa pengine na ile mgongo, mtu akiumwa na mgongo? Wenye wanaadhirika pakubwa kwa maumivu ya mgongo ni wale ambao wanatulia na kuwa na uzito wa mwili. Sana excessive calories in your body. Kama if you are not able to convert your calories into muscles, itakuwa hard for you to move your body metabolism. So you need to balance your body metabolism you need to convert your calories into muscle to create energy ikugenerate kwa future energy. Pengine watoto pia huadhirika pengine na ugonjwa wa mgongo. Ina depend pia kwa watoto. Kuna wale wako na hiyo maumivu ya joints wakiwa wadogo, wako na hiyo what you call wajachanjwa, sio wenye wamechanjwa mapema. Tuko na 14 years and above, tunaanza kutrain kuanzia 14 to 16, hiyo ni junior, whereby they're going to get the program ya kujitrain in future. So tuna train amateur whereby wakigrow kwa bodybuilding program wako able to lift weight kulingana na vile wametrain kwa cardio program. Wito wako pengine kwa wale wafanyikazi ambao waendi wafanye mazoezi? Naam, huyo ni mwandishi wetu Kitio Mika akiwa katika kaunti ya Turkana. Naarifiwa kwamba tamasha ya muziki tayari kwa sasa imeng'oa nanga katika eneo la Eldoret, na ambapo viongozi kadha wa kadha wanazungumza. Hebu tusikilize kisha tutakuwa tunarejea hapa studioni.